wananchi wanalia. Wenzangu. Wenzangu. Utakuache na labda tulizompata mama. Baada ya kuisha. Jamani, nisikosumbani ya. Ni hapo kutiko spesifiki. Msiseme hivyo. Mnajaribu kunisabia sana. Lakini vizingiti. Jamaa, hali nazidi kudhoofika. Sana. Nisabia. Sikiza vilio vyao. Hii ni stesheni ya televisheni Kichwani. Sisi si wanaharakati wakiona wamebanwa waende kotini ama maandamano. Umma umejaa na adhabu. Imagine mke wa mjomba wangu alijifungulia kwangu nyumbani kwa kuwa aliona uradi wa nina mama. Isitoshe, Imetosha. hatungefika mezani ya hospitali ya Marekani. Na bado hapo hapo katika hospital tunauziwa dawa ambazo hospitali hii inapewa bure na hii serikali yetu. Shakani haya matuto. Huduma dunia. Leo nimechoka. Na huyo asingetolewa mtakatifu. Jamani, kama huwezi fichua maovu ya serikali, utatuzinga sote. Tuvijue sisi wenyewe huko mtandaoni. Wana video zetu wanatoka nyara. Na wengine kuoa kiholela wanakumeshia kidole. Heri wewe jamani, kama mwanabashi baba. Hawajukua. Kosa si kosa jamani. Ila kosa ni kukosa kukosa. Tuokoe jamani. Sitochoka hadi haki itendeke. Asante jamani. Nisabini. Nisijirudie tena. Siku zote nimekujua kama mtangu. Mpaka nikakusudia kuwa kama wewe. Tangu wakati wetu wa heki yako, vituo vya televisheni vimekandamizwa na vizingiti. Lakini mimi siongelei haya. Nachotaka uchapishaji. Ili niweze kufichua maovu yote. Koma kama ulivyokoma na mamako zamani. Usitaki kulikorofisha. Nitakuambia. Maisha yamekuwa magumu. Hivyo basi hatutachapisha hadithi zozote potofu kuhusu hospitali ya Bandari. haiwezekani. Lakini baba, angalia mtandaoni venye watu wanaliania. Humu umechukua na jinsi hospitali ya Bandari inavyoendeshwa. Saga mwanangu, hizi ni siasa duni za wapinzani waliolawili. Unajua wanaona kuwa nilivyobarikiwa na kugomea kazini mwangu inachangia katika yote na ndoto yangu ya kuwa rais. Ungaza hivi. Usijihadhari baba. Ukweli ni kwamba umekuwa mbinafsi. Umeongeza ukatili kupindukia. Na hospitali ya Bandari imejaa ufisadi na dharau. Tamka neno lingine kutoka kwenye hilo bakuli lako. Kidogo cha kama kuku. Ndipo utajua kwa nini marehemu babu yako aliamua kunithamini. Serikali. Na usinifanye nititie kwa babako. Juzi nimefanya balozi mkuu wa utajidao katika Marekani Hospital. Na wananikosea shukrani. Nilitaka unifanye balozi kwa kuwa nimehitimu. Kumbe ni upendeleo wako kifamilia. Kwa taarifa yako, sikuwa nimeitikia wito huo na nitaukataa hadharani. Hakuna mtu yeyote anayeweza kutenda au kufanya kinyume na nitakachomini baba yako. Serikali. Ukijaribu kwenda kinyume na kuhakikishia kwa wazi, nitakupiga kalamu. Lakini hakuna tarekini. Uone uamuzi wangu. Na pesa nilizokuomba kutusaidia rafiki yangu. Na mkopo niliyokuitisha kupeleka babangu hospitali. Hakuna pesa. Isabina. Hakuna pesa. Hadi moja. Ushuru unatutaka hata sisi. Kwani tunazolipa pia ni nyingi. Hali ya babangu ni ya kusikitisha sana. Nahitaji kupeleka hospitali. Kwangu nilivyo zamani. Haimekisesi mimi kula ndani. Alafu ninatoka hapa nje kutangazia kwa haswa katika kipindi kigumu. Hali ya maisha ni ngumu kwa kila mtu jamani. Si wewe peke yako, staarabika na uwajibike. Hali hii inanikumbusha kifo cha mamangu mzazi. Pole sana mama. Ufukara wangu ulifanya ukakosa kutibiwa. Ukafa kifo cha uchungu sana. Nisamehe kwa umaskini wangu. Usimkufuru Mungu jamani. Acha mama azidi kulala mahali pema peponi. Matumaini yangu yote yalikuwa kwako Isabina. Una roho ya chuma. Roho yako imejaa kutu. Hata yasikitika kumtoa mwanao. Bado wewe ni kinga. Ukishakuwa utaelewa mimi nimejitoa mhanga ili nikupe wewe maisha bora niliyokuthamini. Unayo excuse. Nahitajika maridadi. Labda ni tabia zako
Nimejawa na gundu moyoni. Kuona kwamba babangu mzazi hana hata chembe cha utu moyoni mwangu. Nilitaka kumsaidia mpenzi wangu Jamal na hizo pesa. Sasa ataniona vipi? Mimi ni kama inakani kama siwezi msaidia mpenzi wangu katika kipindi hiki kigumu. Kipindi ambacho maisha yangu, maisha yake, na maisha ya wananchi wengine nimegubikwa na giza kinene. Nimechoka. Roho imesonona. Nimefanya kazi hapa Vichwa Media TV kwa miaka 10 na wananinyima mkopo. Haya ndio maisha tunayoongelea. Babangu mzazi alinisomesha ili niweze kuwa kimombo wake wa baadaye, lakini hali imekuwa ndivyo sivyo. Rehema dadangu ananitegemea na kunitazamia, lakini vikwazo vinazidi kuongezeka. Mungu, nisikiri ni mwanako na usikiri familia yangu na unikumbatie, maanake nimechoka. Niko sawa. Hili ni jambo dogo sana mwanangu. Natumai kaka kwa Jamal atarejea kisha tuelekee hospitalini. Mbona bado hujaenda chuoni? Malaika yupi huyo? Siku hizi hakuna malaika. Chunga isika ni mtego, ukajitia babaya. La, huyu wa sasa sijui nilimtoa wapi. Tulipatana chuoni, akaniambia ananipenda, akaniambia nikimaliza tu shule atanisaidia na connection. Tako sawa huyo. Just take care. Lakini Hakuna cha lakini. Huyu wa sasa nikaganda nayo. Kila Jumanne ndio nimetia maua, vibanzi na chokoleti chuoni. mambo ya kawaida hayo, mapenzi yanapomana. Subiri ya chovi ya sali, ndipo utajua mwanaume ni nani. Wacha wivu baba. Baba. Jamani, peleke baba hospitali. Siwezi. Jamani. Vipi mwanangu? Sina uwezo. Maanisha nini? Tafadhali, kiza kinene. Kiza kinene. Kazini. Unani kazini? Hivi umefichua ufisadi wa mtu mwingine na kuiweka maisha yako hatarini. Jamal, nilikueleza kazi hii hapa ni hatari sana. Na tunakueleza kama Vichwa Media wakupatia ulinzi, uondoke shule. Pesa. Pesa zipi? Wataka pesa ngapi? Naweza kueleza my new boyfriend akutafutie kazi. Uondoke shuleni. Mwanangu, nafahamu unapenda kazi yako, lakini staafu wamo juzulu. Maanake hawa watu ni maradhuni. Mwanangu, hawa watu ni hayawani. Na, hivyo baba. Vipi? Nachomaanisha ni kampuni imekataa kulipa mkopo. Sasa sina uwezo wa kupeleka baba hospitalini. Na kisa vyake. Jueni sikusaidika. Yaani tuchopevu mkubwa kama wewe. Jina katika na mkubwa wako na kunyima mkopo. Cha muhimu si siha, weledi na maudili yangu kazini. Hizo zote bila pesa. Na zaidi, bila uwezo wa kupeleka baba hospitalini. Ni bure. Sijui tutafanyaje. Ninachoonelea ni tumpeleke baba hospitalini, tujieleze, afanyiwe jibu. Mahali gani hospital na sifa zake? Hakuna hospitali nyingine yenye tajriba
ndipo akapata kazi ya upokezi. Unajua, nisemalo leo, kama halipo, laja. Baba mzoefu, akikuwa mwanamke ni mwanamke mwenzake. Anaheshimu vipi na heshimu mwili wake? Kazi ni kujificha uko mitandaoni. Ungedhania malaika, kumbe ni daladala. Linapondwa na yeyote yule mwenye inamu. Wewe shughulika na yako. Shughulika na za kwako. Mimi ndio wewe, sipendi kusiweshika. Mimi si mauchi kama nyinyi, hamnitishi. Wanawake wafupi. Sio wewe. Wanawake wafupi. Dawa ya kuwa na amani ya moyo ni kuwapuzia wapuzi. Kabla mnafukize kujinga, wacha niende TikTok live. Mafans wangu wameningoja sana. Basically, wacha nisaidia kujinga kwa jua. Watu kunje, guess what? Wanatoka mwezi. Sasa, nimesimwambii au utawaambia. Unabaki
Serikali hapa hatungeweza kuendeleza biashara yetu ya utangazaji. Amekuwa mkarimu
lakini msisahau kwamba mali yangu hospitali yangu mimi na nitafanya nayo chochote ninachotaka. Muone alivyotaka kisa pesa. Because
Ini ituzeni haki.